Habari, elimu, burudani. Kwa majina naitwa Ali Mselem, ni mgombea wa nafasi ya naibu katibu. Sababu ambazo zimenifanya nigombee, mimi ni kijana na bila shaka baadhi ya wagombea wenzangu japo sikuwafahamu kabla, kidogo wanamiliki media kubwa na ni wakubwa, lakini sababu ya kugombea cheo hichi ni kujitahidi kutaka kuwapush, kuwasumbua, kuwapa morali wa ufanyaji wa kazi kwa ajili ya kutetea zile media ambazo ni changa na zinaanza na zenye muda mfupi katika game. Kwa hiyo binafsi nimeona kama kijana, kama miongoni mwa watu wenye media changa, nigombee na nitahakikisha nashirikiana nao hawa viongozi wetu na kujaribu kuwapa motisha wa utendaji wa kazi. Asanteni kwa kunisikiliza. Matotola, swali. Binafsi nitapambania maslahi ya wanachama kama mwanachama, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanachama, lakini pia kuna kero nyingi za wanachama zilizopo na zitakazojitokeza baadaye. Nitahakikisha nazipambania kama katibu msaidizi. Katika kuzipambania kuna namna nyingi. Mfano wa kwanza, kuna kupambania kwa kujitolea muda, kuna kupambania kwa kujitolea fedha. Yote nitahakikisha napambania ili mradi chama na watu wapate maslahi yao. Kuna swali. Mwanafunzi ambaye mko pamoja darasa moja, ni vigumu sana kufanya wewe upige hatua, kwa sababu yeye lengo lake afike mbali na wewe lengo lako ufike mbali. Sasa nakuomba uweze kutengua kauli ya mwalimu kwamba tukikuchagua wewe kama yeye, na media ndogo ndo naanza na mimi ndo naanza, wewe utanisapoti vipi mimi kisogea mbele? Au mimi na wewe tunaweza tukafikaje mbele? Karibu. Sawa, swali lako nimelielewa, nalijibu kama lifuatavyo. Una media ndogo na mimi nina media ndogo, na kuna wenye media kubwa. Kwa umoja wetu ni sababu ya media kubwa kufika mbali zaidi na media ndogo kutoka kwenye udogo kuelekea ukubwa. Kama katibu msaidizi nitahakikisha kinachofanya media ndogo kuendelea kuwa ndogo, kama katibu nitahakikisha na push zile sababu zitakazofanya wewe uendelee kuwa mdogo. Mimi nitahakikisha nazijua, nazitambua na ninakusogeza wewe kusogea juu, na zile za juu nitahakikisha pia zinaendelea kuwa juu zaidi. Swali la mwisho. Mheshimiwa Naibu Islam, kwa uwepo wa misikiti yetu na madarasa zetu, ambapo huko tuna maimamu wanatoa habari mbalimbali ama hutuba mbalimbali, na madarasa walimu wetu wakifundisha watoto wetu Qur'an, ni ipi nafasi ya chombo hiki cha habari na uwepo wa madarasa pamoja na misikiti yetu hapa? Huu mmoja na katika kazi ambazo zitafanyika ni kuhakikisha tunazifikia madrasa. Kuna baadhi ya madrasa zinahitaji kupata hizi media kwa ajili ya kwenda kuzungumza majambo yao yakafika mbali. Nataka nizungumze kwamba inawezekana kuna madrasa ikawa inahitaji media, lakini inakuwa ni ngumu kupata media, labda kwa ajili ya fedha. Media zinataka fedha, zinataka nini. Kwa misikiti na madrasa nitawashawishi viongozi wangu wakuu kuhakikisha tunazifikia madrasa na misikiti kwa ajili ya jambo la Mungu liende mbele. Tena ikiwezekana
iwe ni for free, na kama itakuwa ni kiasi kidogo cha fedha kinatoka, basi ni kuhakikisha kila media inapata kile kidogo kitakachopatikana kwenye madrasa na misikiti. Asante. Habari. Asante.